Habari gani mpendwa wa mtazamaji wa kipindi chetu cha Bobea Andikoni. Ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika somo hili ambalo ni somo la mwisho katika robo hii, ikiwa ni somo la 13. Na siku ya leo tutakuwa na somo ambalo linasema tumaini kwa wasio wa Kristo. Tumaini kwa wasio wa Kristo. Wenzangu hapa studio na tutasaidizana na wewe kwa pamoja kuelewa kuna tumaini gani ambalo lipo kati ya hawa ambao si wa Kristo kama tulivyozoea. Na kwa wakati huu nitamkaribisha Mwalimu Godfrey na atatusaidia katika kuomba kabla hatujaingia ndani ya kipindi chetu rasmi. Karibu. Asante, tuombe. Asante Yesu, tunakushukuru kwa muda huu uliotupatia kwa ajili ya mjadala huu wa kujifunza Biblia. Ninakusihi Yesu, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, tusaidie kuelewa kile ambacho umekusudia katika mjadala huu. Kwa jina lako Yesu Kristo, amen. Tumaini kwa wasioamini. Huenda mara nyingi umekuwa ukifikiria ya kwamba kuna tumaini tu ama matarajio makubwa huenda ya kuja kwa Yesu kwa wale walio wa Kristo tu, ama walio Waislamu tu, ama walio wa Budha tu. Habari gani kwa wale watu ambao hawaamini juu ya uwepo huu wa Mungu, ama hawakuwahi kusikia habari zozote juu ya Mungu? Kuna tumaini lipi kwao? Katika wiki hii tutaangalia juu ya tumaini hilo ambalo lipo pia kati ya watu wa aina hiyo. Na penda nimwalike Mwalimu Masala ataweza kutusaidia vipi kuhusu wale ambao hawaamini juu ya habari ya Mungu. Wanatumaini pia, wana sehemu pia ya wokovu kama tunavyotarajia Wakristo, Waislamu na dini nyingine nyingi katika ulimwengu huu. Karibu sana. Asante. Nishukuru kwa maelezo mazuri. Tumaini kwa wale ambao wasioamini. Kuna watu ambao hawajawahi kufikiwa kabisa na masuala ya Mungu, na tunasema kwamba Mungu anakuja kutoa hukumu kwa watu wote. Sasa ni swali ni kwamba Mungu atakija kutoa hukumu, hawa watu atawahukumu vipi, ili hali ni kwamba hawakuwahi kusikia habari zake. Lakini ukiangalia Kristo wakati yuko ulimwenguni alitoa maelekezo kwa wanafunzi, kwa wale ambao waliwaacha. Akasema kwamba muende ulimwenguni mkaihubiri Injili. Na ukipiga mahesabu ya Wakristo waliopo katika ulimwengu huu ni takribani watu bilioni 2.5. Na ukiangalia ulimwengu mzima una watu bilioni 8. Na ukiangalia katika hapa unaona kabisa kwamba ni ratio ambayo kidogo inakuwa ni changamoto. Sasa swali ni kwamba watu wote hawa watafikiwaje? Na katika Wakristo wote hao kuna wachache tu ambao wako tayari kushiriki Injili ambayo Yesu aliacha, anataka shirikiane pamoja na wanadamu. Mungu ameweka utaratibu mzuri. Kuna mambo kadhaa ambayo Mungu ameyaweka, na mpango wake wa ukombozi ni mkubwa sana kiasi kwamba unamfikia kila mtu, hata yule ambaye hajapata kusikia ujumbe. Na ukisoma katika Zaburi ya 19 ukianza na mstari wa kwanza, taisoma hapa uone jinsi ambavyo Mungu anavyosema hapa. Zaburi anasema, mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilizani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu, dunia hii inatangaza ukuu wa Mungu. Lakini pia watu hao Mungu anajifunua kwao kwa njia mbalimbali. Moja ikiwa kwa njia ya ndoto, lakini pia kwa njia ya viumbe vingine vya asili. Kwa hiyo ukisoma kwenye Hesabu 22 utakutana habari za mtu mmoja ambaye anaitwa Balaam, ambaye yeye ilikuwa ni kwamba Mungu amuue, lakini kwa sababu alikuwa anapanda yule punda, akawa anamwepusha na kuuawa na mkono wa Mungu. Sasa imefikia hatua anavyompiga punda akasema, kwa nini unanipiga? Maana punda alifika fanyeje, akaongea. Kwa hiyo Mungu anaweza kuleta wokovu kwa watu wake kwa njia mbalimbali. Hafungwi na watu. Yaani wewe usipokuwa tayari kupeleka Injili ya Mungu, Mungu hakutegemei. Anaweza kutumia kiumbe kingine chochote. Asante. Nashukuru sana mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri ambao umeweza kutuelezea tumaini juu ya watu wasio wa Kristo.
Katika wiki hii tutakuwa na kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 21 hadi ule wa 28, ndipo tutakapoangalia katika wiki hii, na nitamwalika mwalimu Godi atatusomea kitabu hicho cha Mathayo 15 na tutasoma tu ule mstari wa 28. Karibu sana mwalimu. Asante. Katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 15 aya ya 28, neno linasema, ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Naam, nashukuru sana. Katika sura hiyo tutaona kuna kisa ama safari moja ambayo Yesu alikuwa akitembea katika miji ya Tiro na Sidoni kule, na mwalimu Godi atatusaidia kwa uzuri hapo juu ya imani ya huyu mwanamke ambaye anaonekana alikuwa hamwamini Yesu ama alikuwa ametengwa katika kipindi kile cha Agano Jipya, lakini Yesu alisaidiaje kuweza kung'alisha nuru yake ama imani yake mpaka anamwambia imani yako imekuponya, ukizingatia ni kwamba alikuwa haamini juu ya habari ya Mungu, yani alikuwa anaonekana kama mpagani. Yesu aliwezaje kuing'alisha imani yake hii? Karibu sana mwalimu Godi. Asante. Somo letu la juma hili lina kichwa kinachosema tumaini kwa wasio wa Kristo, na katika fungu letu kuu hapa linamwelezea mwanamke mmoja Mkanaani ambaye kimsingi hakuwa Myahudi, na ilikuwa ni katika matembezi ya Yesu Kristo katika maeneo ya Tiro na Sidoni. Mwanamke huyu anatokea na anamfuata Yesu akihitaji uponyaji kwa mtoto wake, binti yake ambaye alikuwa anapagawa na pepo. Mwanzoni, kwa mujibu wa majibu ya Yesu Kristo mwenyewe, inaonekana kana kwamba anakataa kumsaidia. Ukisoma katika kitabu cha Injili ya Mathayo 15 aya 24, akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Hili linaweza kuonekana kuwa ni la kuchukiza wakati fulani, lakini Yesu alikuwa akitengeneza mazingira ili kufundisha somo, kwa sababu pia wanafunzi wake walikuwa na uelewa tofauti juu ya utume wa Yesu. Na kukawia kwa Yesu haikumaanisha kwamba anakataa, lakini badala yake ndio ilikuwa inatoa nafasi kwa imani ya mwanamke kung'aa, lakini pia kusimama. Licha ya kuwa alichelewa kumpatia majibu, lakini ndipo imani yake yule mwanamke ilipozidi kukua zaidi. Mwandishi mmoja wa Kikristo ambaye anaitwa Ellen White alieleza kisa hiki kwa maneno haya. Anasema, chini ya kukataa kwa Yesu kwa nje, mwanamke aliona huruma ambayo hakuweza kuificha. Ni kweli kwa nje Yesu alikuwa anaonekana anakataa, lakini kwa ndani alikuwa na huruma iliyojaa kwa mwanamke, na kupitia imani ile ilimsaidia mwanamke na imani yake ikakua na akaendelea kumwamini Yesu zaidi. Mwisho alipokea uponyaji. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Yesu pia alikutana na miongoni mwa watu ambao walikuwa hawaamini, lakini cha kushangaza ni alimfuata Yesu kumuuliza juu ya habari ya uponyaji. Huenda ndugu mtazamaji, mara kadhaa umekutana na watu ambao hauwaoni wakisali au wakijishughulisha na mambo yoyote ya kiimani, lakini wakawa wanamwamini Mungu katika baadhi ya changamoto ama matatizo. Kwa hiyo ndio tunaoangazia katika somo la wiki hii, ambao si wa Kristo. Kuna tegemeo gani kutoka kwao? Yesu Kristo kama nuru ya ulimwengu, tunaamini hivyo. Anasema kwamba yeye ndiyo njia, lakini pia ndiye nuru. Na tamani Madam Lesia atatusaidia kwa uzuri kuelewa huyu Yesu Kristo kama nuru. Je, hii nuru ni kwa ajili ya walio wa Kristo tu ama ni kwa ajili ya watu wote hata ambao sio wa Kristo? Na kama ni kwa ajili ya watu wote, tutajifunza pia ni kwa jinsi gani wanaweza wakafikiwa ambao sio wa Kristo kupitia hii nuru. Nitakukaribisha Madam Anoda kwa ajili ya maelekezo ama ufafanuzi huo. Karibu sana. Asante sana mwalimu. Tumaini kwa wasio wa Kristo. Tunaona ya kwamba kuna watu wengi ambao mpaka sasa hivi hawajafikiwa na neno la Mungu,
lakini sio kwamba Mungu anataka wanadamu wachache au kabila fulani au lugha fulani tu wafikiwe na ukweli. Nuru ni ya ulimwengu wote, kwa kila kabila, kwa kila taifa, ndugu, jamaa. Nuru inahitajika kufika huko. Na hebu tusome wote pamoja kitabu cha Yohana Mtakatifu 1 mstari wa 9 hadi wa 10. Inasema kwamba kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu, akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu wote, naye alishuka duniani, lakini watu hawakumtambua. Lakini hiyo sio swala la kuweka udhuru. Kupitia uumbaji, Mungu anajifafanua. Mungu anajifafanua kwa kupitia wanyama. Mungu anajifafanua kupitia milima, bahari, uoto wa asili. Mungu anajifafanua kupitia uumbaji wake wa asili. Kwa hiyo hakuna udhuru kwa mwanadamu yeyote kwamba kusema sikufikiwa na Injili. Kila mtu atafikiwa na Injili, haijalishi kwa namna gani. Kila mtu ataipokea Injili ambayo itakuwa ni wokovu kwa maisha yake. Asante. Naam, nashukuru sana. Hiyo ni nuru ambayo ipo kwa ajili ya ulimwengu wote, na nuru hiyo inapenya kwa kila mtu aliye Mkristo na asiye Mkristo. Ndio maana ukijifunza vizuri utaelewa ya kwamba hata mwisho katika habari ya hukumu, kila mmoja atahukumiwa kulingana na nuru aliyoipokea. Kama umepokea nuru kidogo, basi hukumu yako pia italingana na ufahamu wako. Kama umemfahamu Mungu sana, pia hukumu yako utahukumiwa kulingana na nuru ambayo utakuwa nayo kwa wakati huo. Na tuje kwako Madam Lesia sasa. Makovu mikononi mwake. Tunajua juu ya habari ya kifo cha Yesu, na hiki kifo cha Yesu kimekuwa kikizungumziwa sana katika vitabu vingi vya dini, na hiki kifo cha Yesu kitakuwa ushuhuda kwa watu milele na milele watakaokombolewa katika kizazi hiki. Na tumesema pia kuna tumaini kwa wasiokuwa Wakristo. Kuna wengine huenda wamewahi kufa bila kujua habari za Yesu Kristo. Watazipataje hizi habari za wokovu wa matumaini hili ili hali walikuwa hawajawahi kusikia juu ya habari za nini, za kufa kwa Yesu? Wao watasikilizaje ushuhuda huu au wataupata vipi? Karibu sana. Asante kwa nafasi hii. Makovu mikononi mwake, mikononi mwa Yesu. Tunajifunza kwamba Injili ni kwa ajili ya watu wote, na wokovu au zile alama za makovu mikononi mwa Yesu ni ishara ya ukombozi ambao ulilenga kila mtu. Tukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9, Biblia inatuambia kwamba huko mbinguni watakuwepo watu wa kila lugha, kila kabila, jamaa, watu wengi sana, watu ambao idadi yake haihesabiki. Sasa hawa wote ni wale ambao Mungu alipanga wokovu kwa ajili yao. Na huenda kuna wengine ndio wanaweza kuwa wasiwe wamepata fursa ya kupata Injili au kufikiwa na Injili, wakalala mauti kabla ya kupata ujumbe huo. Lakini kwa sababu Mungu amejifunua kwao kupitia, anajifunua kwa binadamu, kwa sisi kupitia njia nyingi sana, kwamba sio lazima kila mtu afikiwe, aambiwe habari kama hizo, lakini kupitia viumbe vya asili kama ambavyo walimu pia wameendelea kuzungumza, kupitia mazingira ya asili, kupitia viumbe hao wote wana uwezo wa kumfahamu na kujifunza kuhusu huyu Yesu kupitia kwa mazingira kama hayo. Lakini si hivyo tu, makovu ni ishara ya wokovu ambao ulilengwa kwa kila mtu, kwa kila mmoja. Sasa hata sisi Mungu ametupatia nafasi ya kushiriki wokovu huu kwa watu ambao tunaweza kukutana nao mahali popote pale. Na Biblia pia inatuambia kwamba kuna wengine ambao hata wakifika mbinguni, kisoma katika kitabu cha Zekaria sura ya 3 mstari wa 6, nitanukuu, anasema kwamba na mtu atamwambia, je, jeraha hizi ulizonazo kati ya mikono yako ni nini?
naye atajibu, ni jeraha nilizotiwa katika nyumba ya rafiki zangu. Kwamba kuna wengine ambao hata wakifika mbinguni hawakuwa na fursa ya kusikia injili wakiwa ulimwenguni, lakini watapofika huko mbinguni nao watashangaa kwamba na hizi jeraha ni za nini, kwamba hawakufahamu kabisa kuhusu habari za Yesu, lakini walipokea ile shauku ambayo Mungu alikuwa ameiweka ndani yao na asante ndugu mwalimu kwa swali zuri ya makovu mikononi mwake. Biblia inatuambia kwamba tukifika mbinguni tutakuta watu watakuwa ni wengi sana. Na ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9, Biblia inasema kwamba watakusanyika watu kutoka kila kabila, lugha, jamaa, idadi ya watu wasiohesabika. Sasa hao wote ni wale ambao watapata nafasi ya kufika huko mbinguni. Lakini pia Biblia inatuambia kwamba wapo watu ambao watakapofika mbinguni watasikia kwa mara ya kwanza na kuona kwa mara ya kwanza yale makovu mikononi mwa Yesu. Na katika Zekaria sura ya 3 mstari wa 6 anasema kwamba naye na mtu akamwambia, je, jeraha hizi ulizonazo kati ya mikono yako ni nini? Naye atajibu, ni jeraha nilizotiwa katika nyumba ya rafiki zangu. Kwamba kuna watu ambao pia watakapofika huko itakuwa ni mara ya kwanza kwa kukutana na kuona alama za misumari katika mikono ya Yesu, na hivyo itakuwa ni mara ya kwanza kabisa kusikia kuhusu injili. Lakini hao wote watakuwa wamepata nafasi ya kufika mbinguni. Lakini Mungu ana njia nyingi sana za kuwaokoa watu wake, kwa sababu mpango wake ni kila mtu aweze kuokolewa na kila mtu aweze kupata hii nuru ya wokovu ambayo ni kwa ajili ya watu wote. Na anasema kwamba Mungu anajifunua kupitia mazingira ya kawaida, lakini pia viumbe vya asili, na ameweka shauku kwa kila mmoja ya kuweza kumtambua yeye kwa njia kama hizo za kupitia viumbe vya asili na mazingira kama hivyo. Kwa hiyo sasa makovu mikononi mwake, hii ni ishara ya wokovu au ukombozi ambao yeye Kristo aliamua kujitoa kwa ajili ya watu wote, ambao sasa ni hawa ambao tutakutana nao huko au wale ambao watapata nafasi ya kufika huko mbinguni. Kwa hivyo sasa tunachojifunza ni kwamba huu wokovu ni kwa ajili ya kila mmoja. Wokovu ni kwa ajili ya kila mmoja, na kila mmoja kulingana na kile ambacho atakipokea, nuru au injili atakayoipokea, na kwa vile kwa namna yoyote ile ambayo atapata kusikia kuhusu Yesu, basi wokovu ni kwa ajili yake. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Madam Lesia ametuelekeza. Ukiangalia ama ukizingatia, kuna watu wengi wanaopatikana katika visiwa, katika mapori na misitu mikubwa ambayo kwa namna fulani ni ngumu kuweza kuwafikia katika habari ya wokovu, lakini nafurahishwa kwa sababu na wao pia wanao nafasi ya kufika mbinguni na kuokolewa kutokana na Mungu atakavyojifunua kwao. Na makovu yale watashangazwa kwa sababu huenda hawakuwahi kusikia habari za kuja kwa Yesu. Kwa hiyo makovu, na shukuru madamu ametuelezea vizuri, yanakuwa kama njia ya kuweza kuokolewa. Nikisalia kwako Madam Lesia, umetuambia ya kwamba makovu hayo yatakuwepo, yatakuwa ni njia ambayo itasaidia kushuhudia. Habari gani kuna mtu anaweza akafikiria ya kwamba kama asili inaweza ikahubiri ama nini? Sasa umuhimu wangu mimi kama Mkristo wa leo kushiriki katika habari ya injili, ni kwa nini sasa Mungu asitende kazi kwa njia nyingine mpaka anishirikishe mimi? Nini kusudi la sisi kushiriki hiyo injili? Karibu sana. Asante. Mungu anatupenda kwa jinsi sivyo kawaida, na katika mpango wake wa wokovu kwa kila binadamu ameamua kutushirikisha sisi ili tuweze kuwa sehemu ya kushiriki wokovu kwa ajili ya watu wengine. Ni sehemu ambayo Mungu ameamua kutushirikisha sisi kushiriki baraka hizi na nuru ambayo tunayo pamoja na ndugu zetu, ili hatimaye, kwa sababu mpango huu wa wokovu ni kwa ajili ya kila mtu, anatamani sisi pia tushiriki kile ambacho
tunakitumainia, kwamba ikiwa sisi tunatamani sana tuweze kufika mbinguni, ambayo tunaamini kwamba ni sehemu ambayo ni nzuri, ni sehemu ambayo ni sehemu ya amani, basi ameamua kutushirikisha sisi tushiriki ili hatimaye tuweze kuwafikishia ujumbe huu na wenzetu. Kwa hiyo ni sehemu tu ambayo Mungu ameamua kwamba sisi binadamu au sisi ambao tunapata nafasi ya kufahamu ukweli huu au nuru hii tuweze kushiriki pamoja na ndugu zetu. Na nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Ndugu mtazamaji, unaweza ukajiuliza tu kidogo ya kwamba wewe umejiandaaje kushiriki mbaraka huu? Kama Mungu ameweka mbaraka ambao tunashiriki kwa njia ya Injili, basi na wewe una sehemu yako kushiriki mbaraka huu ili kusudi mwingine aokolewe. Na ziko taji ambazo zimeandaliwa. Watakao waleta wengi zizini watakuwa na taji nyingi, lakini watakao leta wachache pia zitakuwa chache. Kwa kila mmoja atalipwa kulingana na kazi ambayo ameifanya. Kwa nikupe wito tu ya kwamba uweze kuwaleta watu wengine unapofikiwa na habari ama ujumbe huu. Nije kwako Mwalimu Masala. Huenda kuna ndugu mtazamaji ambaye huenda ndo siku yake ya kwanza kusikia juu ya habari ya Ukristo ama habari ya imani hii. Ama yeye amekuwa ni miongoni mwa wanafamilia ama miongoni mwa marafiki ambao wameweza kumtambua Kristo. Huenda kuna marafiki zake wamelala ama ndugu zake wamelala ambao wamelala katika hali ya kuto kuusikia ukweli ambao yeye anausikia katika siku ya leo. Unawezaje ukamsaidia mtu kama huyu? Unawezaje ukamsaidia mtu kama huyu? Ama anatumaini gani na yeye pia? Karibu sana. Asante. Tumaini lipo kwa watu kama hawa. Kwanza tutasoma mafungu kadhaa ambayo yatatusaidia kutusogeza katika uelewa mzuri. Ukisoma katika Biblia Yohana 3:16 ambayo inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Sasa huyu hajamwamini. Sawa, hajasikia habari zake. Sasa anataka kupona. Warumi 2. Kitabu cha Warumi 2 ukisoma kuanzia mstari wa 12 na kuendelea, lakini nitasoma mstari wa 14 na wa 15. Anasema kwamba kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Anaendelea nasema 15, hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki au kuwatetea. Kwa hiyo mambo ambayo yalikuwa yanawazunguka, jinsi ambavyo walikuwa wanakubaliana nayo, lakini pia kama ambavyo yalivyokuwa katika tamaduni yao yakiwa ni mazuri, kama walikuwa wanakubaliana nao, maana yake dhamiri yao na imani yao waliokuwa nayo inaweza kawatetea au ikafanyaje au ikawaangamiza. Lakini Warumi 3:29 na 30 anasema hivi, au je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu, si Mungu mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. Kama kwa kweli Mungu ni mmoja, atakayewahesabia haki waliotahiriwa katika imani, nao wale wasiotahiriwa atawahesabia haki kwa njia ya imani hiyo hiyo. Kwa hiyo imani yao walionayo, lakini pia na kufuata maelekezo ambayo katika jamii inayozunguka, maadili ya jamii ile inavyokubaliana, ni kwamba kuna wafanya pia nao wanafanyaje, wanaingia kwenye wokovu. Fungu la mwisho tutasoma katika Tito 2 na mstari wa 11, nasema kwa maana Tito 2:11, kwa maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Kwa hiyo neema ambayo Yesu kuja kuifanya ni kwa ajili ya wanadamu wote. Mtu yeyote asiogope, lakini ayashike maelekezo ambayo yatakuwa na maadili njema, lakini ambayo yanampendeza Mungu. Na nashukuru sana mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri ambao unatutia moyo juu ya Yesu alivyo na upendo hata kwa wale ambao hawakupata nuru, lakini kwa matendo mema waliokuwa wakifanya, namna walikuwa wakiishi na jamii, basi yanaweza yakawapatia nafasi ya kuwepo kule mbinguni. Nashukuru sana mwalimu kwa ufafanuzi huo. Kwa hiyo ni tumaini langu pia ni tumaini lako kwamba kama kuna marafiki, kuna ndugu pia wanayo nafasi ya kuweza kuokolewa. Nije kwako Mwalimu Godi, umetuelekeza juu ya habari ya kisa cha mwanamke Mkananayo huyu cha Tiro na Sidoni. Yesu alikusudia nini kwa wanafunzi wajifunze nini? Kwa sababu tunaona ni kweli Yesu alimkatalia kwa mara ya kwanza, na alipokataa wanafunzi wakamsii wamuache tu, ni kama anapiga kelele. Yesu alitamani wanafunzi wajifunze nini ambacho kinaweza kikatusaidia pia sisi katika
siku ya leo. Karibu sana. Asante. Yako mambo kama matatu ambayo nilikuwa natamani kushiriki na ndugu msikilizaji, ambalo lilikuwa ndio funzo hasa la Yesu kwa wanafunzi wake. Jambo la kwanza, Yesu anatufundisha kwamba Mungu hana upendeleo. Nikiwa namaanisha kwamba wanafunzi wake baada ya kuwa wametambua kwamba Yesu kama kuna wakati anasita, wakasema huyu mwanamke anatupotezea muda, anapiga kelele nyuma yetu, twende tufanye nini? Tuondoke. Lakini Yesu alikuwa na nia ya kumsaidia. Lakini kilichomsababisha mwanamke aendelee kudumu kuomba ni imani. Lakini pia tunajifunza hapo pia kwamba ni imani pekee ndio inayomleta mwanadamu kupokea mibaraka ya Mungu, na wala sio dini, sijui kabila. Lakini jambo la tatu, Mungu hafungwi na mipaka. Wakati fulani unaweza kuhisi kwamba wewe ni mtu wa mbali, hauna uelewa fulani kuhusu Mungu, lakini ikiwa utakuwa na imani tu kwa Yesu anaweza kukusaidia, muendee. Yuko kwa ajili yako, atakusaidia. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri ambao Yesu alitamani wanafunzi wajifunze. Si dini, si kabila, si lugha, si jamaa ambayo inaweza ikakuokoa, bali ni imani ambayo ilimpatia nafasi mwanamke huyu alipodai hata makombo yanaweza yakatumika kama alivyomwambia Yesu Kristo. Nashukuru sana mwalimu kwa mchango huo mzuri. Nije kwako Madam Noda, wameshazungumza walimu, japo natamani utupitishe pia hapo juu ya mifano ambayo Mungu anaweza kutumia kushiriki nuru na watu wengine. Tunaona wako wanaopatikana katika misitu mikubwa kama Amazon, ambapo ukiambiwa upeleke injili kule kwa namna fulani inaweza ikawa ni changamoto. Kuna wanaokaa katika visiwa vya mbali, katika milima. Yesu anatumia njia zipi? Huenda ndugu msikilizaji pia na mtazamaji amewahi kukutana na hali kama hiyo, hakujifunza kwa sababu alikuwa haelewi. Ni njia zipi ambazo Mungu anaweza akazitumia? Karibu. Asante sana mwalimu. Licha ya kwamba kuna watu ambao wanakaa katika maeneo ambayo hayafikiki, ni maeneo ambayo kiukweli kwa uwezo wa kibinadamu kufika ni kazi, sio rahisi. Lakini hakuna kushindwa kwa Mungu. Mungu anawafikia watu wote duniani kote. Hafungwi na mazingira wala jiografia ya maeneo yoyote. Mungu anatumia ndoto, anatumia mifano ya viumbe vya asili au mazingira ya asili, wanyama. Tunaona katika Biblia Mungu alitumia ndoto kwa mfalme Nebukadreza. Kupitia ile ndoto aliyoiota mfalme Nebukadreza, alikuja kumfahamu Mungu ni yupi maishani mwake. Lakini pia katika swala la nyota tunaona mamajusi walielekezwa kupitia nyota kufahamu Yesu alikozaliwa. Kwa hiyo na wale pia waliweza kupata mwangaza wa nuru ya ulimwengu ambaye ni Yesu kupitia tu uumbaji wake. Lakini pia kwenye swala la wanyama tunaona Daniel alifunuliwa maono. Licha ya kwamba Daniel alikuwa ni nabii wa Mungu, lakini yale maono aliyofunuliwa pia kuhusu wanyama wanamfunua Mungu jinsi gani alivyo na unabii wa siku za mwisho. Kwa hiyo ndugu mpendwa mtazamaji, Mungu hafungwi na mipaka wala hafungwi na chochote. Kupitia kitu cha asili unachokiona, Mungu anajifunua kupitia wewe. Kwa mfano huwa tunasisitizwa kwenda katika mbuga za wanyama. Ukiona simba, Yesu anasema yeye ni simba wa Yuda, ina maana yeye ni mfalme na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo kupitia asili Mungu anajidhihirisha. Asante. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri ambao umekusaidia ndugu mtazamaji. Uende umewahi kuoteshwa ndoto, kumbe ni Mungu anazungumza na wewe, lakini pia na sababu nyingine ambazo amezitaja mwalimu. Tumaini kwa wasio wa Kristo. Naamini ya kwamba umesikiliza ujumbe huu na umeelewa kwa uzuri kabisa ni jinsi gani hata wasio wa Kristo wana nafasi ya kuurithi uzima wa milele. Lakini natamani nikupatie tu angalizo kwa ambaye umepata nafasi ya kusikiliza ama kuelewa juu ya nuru hii na usiifuate, basi hautaweza kuurithi uzima wa milele, kwa sababu ulipata nuru lakini haukuweza kufata ukweli wake. Na Mungu atakapokuja, basi hukumu yake utahukumiwa kwa kuto kuiheshimu kweli ambayo uliipata.
Kwa hiyo ni kuhakikishie tu ya kwamba unapopata ukweli huu hakikisha unauishi katika maisha yako, lakini pia unawasaidia wengine. Lakini pia tumeangazia ya kwamba Mungu anatamani kila mmoja aweze kuokolewa katika namna ya pekee sana. Mungu akubariki sana kwa kuwa nasi, kwa kutufuatilia tangu somo la kwanza juu ya kwa nini kutetea imani, na siku ya leo tumetamatisha robo hii tukiwa na somo hili la tumaini kwa wasio wa Kristo. Niendelee kukualika uendelee kufuatilia chaneli yetu ya SWAT Church Media ambayo itaendelea kukutumia masomo mbalimbali ya Bobea Andikoni na masomo mengine mengi ambayo yataweza kukubariki. Nikualike katika robo nyingine ya pili ya mwaka 2026. Mungu akubariki sana na tunaamini tutaendelea kuwa pamoja. Endelea kualika ndugu jamaa na marafiki waweze kubarikiwa na kujifunza mambo mengi katika chaneli hii. Na wakati wa kutamatisha, Madam Oda atatukabidhi kwa Mungu kwa njia ya maombi. Karibu. Tuombe. Uhimidiwe Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa somo zuri, tumaini kwa wasio wa Kristo. Tafadhali ninaomba utuguse sisi kisha watazamaji kuhusu wewe, wema wako ulivyo na jinsi unavyohitaji kujifunua kwa ulimwengu wote. Tusaidie tuweze kukufahamu zaidi na zaidi ili tupate kuokolewa na maeneo ambayo hayawezi kufikika kwa jiografia au sababu mbalimbali. Tunaomba injili yako ikafike na huko pia. Asante hata tumehitimisha robo hii kwa lesoni nzuri sana ya kuitetea imani. Tusaidie tukawe wafuasi wazuri wa kupeleka ujumbe huu kwa wengine. Asante, ninaamini utatubariki sote na mtazamaji pia. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.